Arishfa anasema asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Anasema inafaa mwanaume au mzazi mwenzako mliyeachana ukaamua kupanga kuishi maisha yako, anakuja kutaka kumuona mwanae, mkampatia chumba kakaa hata siku 3, inaswihi? Alhamdulillah, kama mwanamke na mwanaume wameachana, utoto umekaa na mama, na sharia inasema Uislamu baada kufika miaka 7 ndio mtoto qadi ataangalia nani, wanauliza mtoto utaishi na nani. Lakini madamu mtoto yuko mdogo na mama yao wanamlea vizuri, hana kwa mama anapata mlezi mzuri, hamna shida, mume asichukue. Lakini yeye anatakiwa amruhusu, kama anakuja baba kumuona mtoto atoke nje, baba akaa naye nje, alala naye nje kama ataka, lakini chumba jirani hapa kaa naye haipendezi. Huyu mtu kwake ni ajnabi, na watu wengi hao wana Waislamu hapa wamefeli, ila marahima rabbi. Mwanamke mume huyu amekoa, ilikuwa mume wake, hata mezana watoto 20 sio 10, 20 ushacha naye, kwako ni ajnabi, ni haram kuona wewe ukaa naye, eti anaingia ndani hodi, anakaa naye chumbani, unasalimiana. Sheria ya Waislamu wakubali sheria ya kiwatu kimila tu. Huyu nitakiwa asikuone wewe, wala asiingie nyumba wewe upo. Huyu mtu ni ajnabi kwako, ni haram, yeye na mume yoyote. Kama utakuja kuona watoto wake, nitakiwa aje na mume wako amekuwa wewe dada, awasiliana naye, taka leo nibite kumchukua mtoto wangu, haya njoo saa fulani, anambekea nje, naye anakuja, mimi naleta saa fulani mtoto. Mama asihusike, lazima yuko mume wake anahusika. Au kama hana mume, ndugu zake wa kiume au babake abite kule, kasi wanakuja hodi, tumezana benetu na watoto. Hii kimila sio Waislamu, ni kinyume wa Waislamu kabisa. Nataka na Waislamu dada zangu wa vijana wote, wanaume wanasikia maneno vizuri, hii dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujana watoto lazima tuna mahusiano ni anakuwa sema namba chumba jirani ndio nini. Sasa hii kinyume wa dini ya Uislamu, watu wafuate dini ya Uislamu kama ilivyo. Asante. Naam.